hatua zilichukuliwa. Huwezi kuwa na taifa ambalo ndani yake kuna watu zaidi ya 500, tena tunasema kwa kujisifu kama ni watu tu 500, yani ni vitu vya kawaida. Alafu mpaka leo hakuna mtu yeyote kawajibika. Nimemsikia profesa mmoja akisema hivi, katika nchi za Jumuiya ya Madola tume za kichunguzi haziruhusiwi kuincriminate watu, haziruhusiwi kutaja watu majina. Mimi huyo profesa namheshimu sana sana kabisa, kwa umri, kwa taaluma yake, kwa mchango wake kwenye tasnia ya sheria. Lakini naomba nimkumbushe tu, tarehe 14 mwezi Januari mwaka 2006 waliuliwa wafanyabiashara 3 kutoka Maenge, wafanyabiashara ya madini kule Mabwepande, na dereva taxi mmoja marehemu Juma Ndugu wa Manzese pale. Kelele zilipokuwa nyingi, Rais Kikwete akatumia mamlaka yake haya ambayo Rais Samia akayatumia, akaunda commission for inquiry iliongozwa na jaji wa mahakama ya rufani marehemu Jaji Kipenka Musa, na katibu wa tume ile alikuwa jaji sasa hivi wa mahakama ya rufani anaitwa Jaji Elieza Feleshi. Tume ile ya uchunguzi ile iliyoundwa na jaji na Mheshimiwa Rais Kikwete ilikuja na majina. Kwa hiyo leo tunapoambiwa kwamba ripoti ya tume ya Jaji Chande haiwezi kutaja majina ya watu ambao wamehusika kwenye jinai, eti ni uzoefu wa nchi za Jumuiya ya Madola, huo ni uongo mchana kweupe kabisa. Kwa sababu sisi kama taifa sio mara ya kwanza kuunda tume za uchunguzi kuhusu jinai ambazo zimefanyika ndani ya nchi yetu, na tume hizo zikaja na majina ya watu wakawajibika. Tume ya Jaji Kipenka ikaja na ripoti kwamba polisi wa mkoa wa Dar es Salaam wakiongozwa na aliyekuwa kaimu kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam wakati ule, Abdalla Zombe, kamishna msaidizi wa polisi, walihusika kuwaua watu wasiokuwa na hatia. Na mapendekezo ya tume ni kwamba wale watakiwa wachukuliwe hatua za kisheria kwa kufikishwa mahakamani, na walifikishwa mahakamani. Anasema hivi, idadi inaweza ikawa ni zaidi ya hiyo. Huoni mtu yote akitajwa hapa. Lakini mbaya zaidi, Jaji Chande anasema maiti 219 kati ya watu 518 waliokufa zilifanyiwa uchunguzi chini ya sheria ya uchunguzi wa vifo vyenye mashaka. Hiyo sheria inaitwa The Inquest Act. Ni sura ya 24 ya sheria za Tanzania. Anasema Jaji Chande kwamba tume ikamuamuru pathologist, yani daktari bingwa wa uchunguzi wa maiti, akachunguze zile maiti zimekufa kwa sababu gani. With all due respect, kwa heshima zote kwa tume na wajumbe wake, tume haikuwa na mamlaka kisheria kumwambia yule pathologist achunguze maiti za watu waliokufa katika mazingira kutatanisha. Kifungu cha 10 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya uchunguzi wa vifo vyenye mashaka, The Inquest Act, ambayo ni sura ya 24 ya sheria za Tanzania, kinasema mwenye mamlaka ya kutoa amri miili au mwili wowote ambao unadhaniwa umetokana na kifo chenye mashaka uweze kufanyia uchunguzi ni corona, na atafanya hivyo hiyo corona kwenye mahakama inayoitwa Corona Court. Na mwenendo wa uchunguzi wa maiti hiyo unaitwa inquest proceedings. Tume ina majaji wakuu wawili wastaafu, hailijui hilo. Yani tume ikainuka ikaenda Muhimbili pale ikamwambia jamani chunguzeni, na yule pathologist kwa sababu naye hajui sheria naye akaenda kuchunguza. Ndio maana unakuja kuona kwenye hotuba yake ya siku alipokuwa anakabidhi ripoti, manake narudia tena, hii sio ripoti. Anasema baadhi ya maiti zilikutwa zina ncha, vifo vyao vimetokana na ncha kali. Ingekuwa ni corona court imekaa kuchunguza hiyo miili iliyookotwa baada ya vurugu au wakati wa vurugu, ripoti isingesema kwamba ni kitu chenye ncha kali. Mimi Peter Madereka ndio mtu wa mwisho kuanzia mwaka 2022 kusimamia kesi ya uchunguzi wa kifo chenye mashaka kwenye mahakama ya uchunguzi inaitwa Corona. Tangu wakati huo hakuna mahakama yoyote hapa Tanzania imewahi kufanya hivyo.
Kwa hiyo hata hii taarifa tunayokuja kuambiwa kwamba hivi vifo 200 watu maiti 219 zilifanywa uchunguzi na mtaalamu kabisa wa miili ya watu waliokufa, ni taarifa ya uongo, kwa sababu mwenye mamlaka ya kufanya vile ni corona, na mamlaka, chombo chenye mamlaka ni Corona Court. Nendeni mkasome the Inquest Act, na kifungu cha 10 kile kifungu kidogo cha kwanza kiko wazi kabisa. Tume haijatuambia hivyo kwamba ilifuata huo utaratibu, lakini licha ya kukubali kwamba hiyo miili ilifanyika kwa kutumia sheria ile, ukitaka kuitumia ile sheria ya uchunguzi wa vifo vyenye mashaka, utaratibu ni kwamba ni lazima ifunguliwe mahakama ya uchunguzi, na sio tume iinuke iende Muhimbili ikamwambia yule jamaa mochwali pale kwamba bana maiti hizi hapa 10 chunguza, alafu tufanyage hivyo. Sasa hilo nitaka niliweke wazi kwamba huo utaratibu uliotumika ndio ukazaa hii taarifa, huo utaratibu wa kufuata sheria, na ilitegemewa kwa kuwa tume iliundwa kwa mujibu wa sheria, yote ambayo yangefanywa na tume yalitakiwa yatokane na sheria. Hata idadi ya hivyo vifo, idadi ya vifo inatajwa katika ukurasa wa 25, ukurasa wa 25 mpaka ukurasa wa 26 wa hotuba ya mheshimiwa mwenyekiti Jaji Chande. Anasema hivi, na naomba ninukuu: tathmini ya tume ni kuwa jumla ya vifo vilivyotokana na ghasia za uchaguzi mkuu ni 518, ambapo wanaume ni 490 sawa na 94.6, na wanawake ni 28 sawa na 5.4. Vingi kati ya vifo hivyo vilikuwa sio vya kawaida, unnatural. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ukiwa na vifo, na naomba watu wenye calculator hapa, watu wenye mashine ya kujumlisha wajumlishe hizi takwimu sasa. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ukiwa na vifo 182, jumlisha hapo 182, ikifuatiwa na mkoa wa Mwanza vifo 90, Mbeya vifo 80, na mkoa wa Arusha vifo 53. Ukijumlisha hizi namba hiji 518. Kwa hiyo hata hii namba yenyewe ni ya uongo. Namba ni ya uongo. Yaani 182 jumlisha 90 jumlisha 80 jumlisha 53. Jibu haliwezi kuwa 518. Sasa niwarudishe nyuma kidogo. Awali niliwaambia wakati Mheshimiwa Rais Samia anaapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6, alisema nguvu iliyotumika na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti jaribio la mapinduzi ilikuwa ni